Ninayo furaha mbele za Bwana kwa kuwa amenipa neema na kibali cha kuwepo katika madhabahu hii ya anasema katika mlima wa Mungu inapatikana. Madhabahu ya utakatifu katika mlima wa Mungu inapatikana. Nimesahau au nimeweza? Nimeweza. Haleluya, haleluya. Amen. Basi awali ya yote namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elisha kwa kuwa amenipa nafasi ya kusimama ndani mwa madhabahu hii na mbele zako wewe mwana wa Mungu ambaye siku ya leo umesubutu kuwepo mahali hapa kwa tendo moja tu. Sema tendo moja tu. Ni tendo moja tu. Yaani hapa sisi tumekuja kumshukuru Bwana. Amina. Alafu unapomshukuru Bwana utakwenda kufurahi. Nafikiri wenyeji wameandaa namna ya kutufurahisha hapa. Haleluya. Amen. Takuwa sikuelewi alafu yaani wewe umenileta mahali hapa. Uniambie sijui fanya hiki fanya kile alafu usinifurahishe. Lazima unifurahishe. Tengeneza mazingira ya kunifurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi wa Mungu Pastor Zakaria amesema uandae sadaka. Lakini kabla ya hiyo sadaka aliyokuelekeza, andaa ya kwanza. Hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uwe na amani mwana wa Mungu. Sisi tumekuja kwa ajili ya kusudi moja kumshukuru Bwana pamoja kwa jinsi ambavyo ametujalia tokea ibada kanisa hili limefunguliwa. Inasemekana ni tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka wa jana, na leo hii imetimiza mwaka huduma ya mahali hapa. Kwa hiyo kwa sababu ya kutimiza mwaka tumesubutu kufika mahali hapa kumshukuru Mungu pamoja. Kwa hiyo naamini ya kwamba Mungu wetu atapendezwa na ibada hii kwa sababu anasema mwenye kunitolea dhabihu za kushukuru ndiye anaye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa kila anayemtolea Bwana dhabihu za kushukuru ndiye anayemtukuza. Kwa hiyo maana yake sisi tunamtukuza Bwana mahali hapa kwa jinsi alivyotenda mambo makuu juu ya maisha yetu, hususani juu ya huduma ya mahali hapa. Basi wakati huu naomba niendelee na neno la Mungu. Kuna haja ya kujitambulisha kwa sababu nimeshatambulishwa. Si jina langu nalijua? Unalijua eh? Basi naomba tuingie kwenye gombo. Tuingie kwenye fundisho. Haleluya. Hebu tuanze kwanza mahali hapa. Pia wakati huu kabla sijaenda kuleta neno la Mungu, nichukue fursa hii kumshukuru mtumishi wa Mungu Pastor Zakaria kwa kile ambacho nimetufundisha, maana kimetujenga. Wengi wetu tumekuwa tukifanya huduma hali ya kuwa tukizani ya kwamba zile jitihada au zile juhudi au ile elimu au yale maarifa ndio yametufikisha pale tulipofika. Kumbe ni Bwana ndio ametufikisha pale. Kwa hiyo kumshukuru Bwana ni tendo jema sana. Kwa Mungu akubariki Pastor, na kwa fundisho lako nimejengwa, nimeimarishwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Naomba basi fungua pamoja nami kitabu cha Zaburi sura ya 11 na mstari wa 3. Zaburi 11 na mstari wa 3, lakini pia tutafungua 16 Zaburi hiyo mstari wa 3. Zaburi 11 mstari wa 3 tunaanza nayo, lakini tutaenda 16 na mstari wa 3. Lakini tutaendelea kule mbele katika Waebrania 12:14. Katika maandiko haya matatu ndipo tunajikita kwenye fundisho letu katika dakika hizi chache ambazo nimepewa na Mungu anakwenda kutubariki. Basi Biblia inasema
katika Zaburi 11:3, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Amen. Kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Zaburi ya 16 mstari wa 3, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa, hao ndio niliopendezwa nao. Hiyo ni Zaburi ya 16 na mstari wa 3. Waebrania 12 mstari wa 14. Waebrania 12 na mstari wa 14, Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu, tazama Bwana, mtumishi wako nimesimama ndani mwa madhabahu hii na mbele za watoto wako wapenzi. Mimi ni chombo kitumikacho kisicho na heshima wala faida mbele za watu na mbele zako. Bwana, najishusha mbele zako. Mungu wangu, ninahitaji nikuinue wewe ndani mwa mkutano huu. Unitumie vile upendavyo kwa utukufu wa jina lako. Na neno hili Bwana ulionipa ukaniwezeshe kuliachilia kwa ujasiri mkuu. Bwana, ukanisaidie nisije nikafundisha yatokanayo na shauku ama tabia ama mawazo ya moyo wangu, bali nikayanene maneno ya uzima kutoka katika kinywa chako. Bwana, niwezeshe ukaniongoze. Mimi ni mtumishi wako, mimi ni mtumwa wako, tena chombo chako cha kupazia sauti. Roho Mtakatifu, unene sasa kupitia kinywa changu, unene sasa kupitia ulimi wangu, unene sasa kupitia mwili huu ambao Bwana umeniumba kwa sura na kwa mfano wako kwa ajili ya utukufu wako. Baba, unitumie mbele za watoto wako wapenzi, na yale yatakao kwenda kutendeka utukufu ukakurudie wewe. Pokea heshima na shukrani, maana unakwenda kutenda. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Basi leo ikiwa ni siku yetu ya kumshukuru Bwana, leo ikiwa ni siku yetu ya kumshukuru Bwana, ninalo neno fupi, ninalo neno dogo la kukuletea, mwana wa Mungu, mwana wa Mungu aliye hai, mtu wa thamani sana, ambaye unaabudu ndani mwa madhabahu hii, ama umekuja kama mgeni kama nilivyo mimi. Basi wote tunapaswa kujifunza neno hili ambalo lina kichwa cha ujumbe kinachosema, katika maisha yako ya wokovu tafuta kwa bidii uwe mtu bora mbele za Mungu. Katika maisha yako ya wokovu tafuta kwa bidii uwe mtu bora mbele za Mungu. Haleluya. Maana katika ulimwengu huu tulio nao kuna watu wa aina tofauti. Haleluya. Kuna watu wa aina tofauti, na fundisho letu linatuelekeza kwamba ulimwenguni kote kuna watu wa aina tatu. Tunaposema watu wa aina tatu, hatuna maana kuna watu watatu, bali design ya watu. Haleluya. Design ya watu iko ya aina tatu. Aina ya kwanza ya watu, kuna watakatifu.
hapa duniani. Aina ya pili ya watu, kuna watumishi wa shetani hapa duniani. Aina ya tatu ya watu ni watu wasiojulikana. Sasa katika watu wasiojulikana, yamkini ni wewe ama ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba uende pamoja nami tujifunze fundisho hili, maana ninaamini kwamba tokea ulipomkiri Bwana Yesu na kumkabidhi maisha yako, ulikuwa na shauku, na shauku yako kuu ni hii, kwamba siku moja uingie katika ufalme wa mbinguni ama katika uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeanza na andiko kutoka katika kitabu cha Zaburi ile 11:3, anasema kama misingi ikiharibika mwenye yake atafanya nini? Hapa huyu mwandishi anauliza habari ya misingi. Mara nyingi tunapoingia kwa Kristo Yesu, wale waliotuhubiri kwa habari ya wokovu, kwa habari ya safari ya kwenda mbinguni, walipotuona tumesubutu kuwakaribia na kukubaliana nao kwamba tumpe Yesu Kristo maisha na kumkiri kama Bwana na mkombozi wa maisha yetu, walituaminisha wakisema ya kwamba mtu akiwa ndani mwa Kristo Yesu amefanyika kuwa kiumbe kipya, na tazama